Leo nina somo ambalo nimekuwa nikiliahidi kwa muda mrefu ya kwamba nitaligusa, na ni kuombe hapo ulipo, umwombe Mungu akusaidie, Mungu akupatie jicho la kiroho, akupatie masikio ya kiroho ili uweze kusikiliza na kuelewa, alafu baadaye uweze kufanyia kazi katika maisha yako. Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa upendo na neema yako. Asante kwa siku hii ya leo, mtoto wako ambaye leo umempa neema ya kusikiliza kipindi hiki. Wote tuunganishe kwa kitu kimoja ili tuweze kuisikia sauti yako kwa namna pekee. Lakini leo ikiwa ni siku ya kuponya moyo wa mtu na kumpigisha hatua moja mbele ya kiroho kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kwa nini baadhi wanatoa na hawaoni baraka, au lakini hawabarikiwi? Haya ni maswali ambayo watu baadhi wanajiuliza. Ukitazama katika hali yetu ya Ukristo, kuna wakati ambapo tunakumbana na mambo na tunashindwa kupata majibu yake kama inavyotakiwa, na tunapokosa yale majibu, mara nyingi tunakimbilia tu kunyamaza. Ukiangalia watu wa kale wapo katika makundi kama hayo. Kuna wale ambao walikuwa wanamwendea Mungu na kumwambia hisia zao kama zilivyo. Mmojawapo ni Ibrahim, mmojawapo ni Daudi, mmojawapo ukitazama alikuwa ni Eliya. Alikuwa wanakwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu zile hisia jinsi zilivyo ndani ya moyo wao. Si kana kwamba Mungu haoni, lakini mimi ninashawishika, ninaamini ya kwamba Mungu anapenda mtu ambaye ni muwazi mbele zake. Hivi ndivyo inavyotakiwa, kwa kuwa hakuna kitu ambacho unaweza ukasema kwamba Mungu hakijui. Lakini katika ufalme wa Mungu, mtu anapoeleza kile ambacho kweli anajisikia katika moyo wake, anafungua mlango wa kuweza kuelewa zaidi au kupelekwa mbele kiroho zaidi. Nakupa mifano kadhaa katika watu katika Biblia ambao unaweza kuona kama wakorofi, jeuri, lakini walikuwa wakweli mbele za Mungu na wanatajwa kama mashujaa wa imani. Eliya anamwambia Mungu juu ya hali yake ya kiroho. Amemwona Mungu katika ukuu wake na ukubwa wake wote, ameshusha moto, lakini Eliya hamwelewi Mungu ambaye ameshusha moto na kuchoma ile sadaka, na Eliya akapewa nguvu ya kuangamiza manabii wa Baali. Lakini huyu Mungu anaruhusu mwanamke mchawi anaitwa Yezebeli anamfukuza Eliya. Ni kweli tunamwona Eliya kama mtu ambaye alionyesha udhaifu kwa kukimbia, lakini pia Eliya alikuwa hamwelewi Mungu. Kwa nini akubali Eliya atishiwe na mwanamke mchawi? Wakati mwingine kushindwa kwetu au maono yetu tunavyoona mambo, tunapodhani ya kwamba Mungu ametuacha, kumbe wakati mwingine ni makosa yetu wenyewe ndiyo yanasababisha baadhi ya mambo yatupate. Wala Mungu hahusiki, lakini unapokuwa mkweli, Mungu anakufunulia, unajua ulipoanguka na unajua namna ya kurekebisha. Lakini cha pili, kuna wakati hatuelewi njia za Mungu, utendaji wa Mungu. Mungu kuna wakati anafanya jambo na unaweza usielewe utendaji wake, lakini kwa vile ni Baba unamwachia, maana ana akili na hekima kuliko wewe. Ndio sababu Yesu akatufundisha katika kuomba, anasema nanyi mnaposali salini hivi, akatuanzishia Baba yetu, yani tumtambue Mungu kama Baba anayetujali. Hakuna baba yeyote ambaye anamtakia jambo baya mtoto wake. Lakini mwisho wa ile funzo la sala anasema mapenzi yako yatimie. Kwa lugha nyingine, kile ambacho Baba yetu wa mbinguni anatutakia ni chema siku zote. Lakini naamini pia kwamba huyu mtu ambaye ana hali ya kutamani kujiua, kama akipiga magoti na kumwambia Mungu ukweli ya kwamba ninatamani kufanya kitendo hiki, maana naona hiki na hiki na hiki, ninaamini kwa 100% Mungu atampatia mlango wa kutokea. Shida ni kwamba walio wengi wanapofikia ile stage hata hawaoni tena Mungu kwamba anaweza kuwasaidia, na walio wengi wanaona kama vile hakuna suluhisho tena. Lakini wale ambao waliona mwanya mdogo wa kumwomba Mungu na kumwambia Mungu, hata kama mawazo mabaya yaliwajia, waliweza kushinda. Tuje katika masuala ya ibada. Kuna watu wanaingia katika ibada wakiwa na lengo fulani. Sasa lile lengo lisipotimizwa au lisipoliona linatoka katika maisha yake, anaacha ibada. Kwa hiyo huyu mtu ameingia kwenye ibada lakini ana lengo. Hii tunaita ni ibada ya muamala, transactional. Haendi kwa kumstahilisha Mungu, anaenda ili aweze kupata kitu fulani. Sasa hii ndivyo inavyokuwa pia katika masuala ya utoaji. Masuala ya utoaji yamehubiriwa sana makanisa yote. Watu wanahubiri sana habari ya utoaji. Changamoto inakuja hapa.
Wapo wanaohubiri habari ya utoaji si kwa lengo la kuwafanya watu wamwabudu Mungu kwa matoleo, bali ni kuwafanya watu waweze kutoa ili mhubiri apate kipato. Kwa hawa pia wapo kwenye hilo kundi. Mtume Paulo anawataja habari zake, anasema wengine wanamhubiri Kristo kwa faida. Anasema lakini mimi sijali, kikubwa ni kwamba Kristo anahubiriwa. Kwa kuna muumini ambaye atamsikiliza huyu mhubiri ambaye lengo la kuhubiri matoleo ili yeye apate, na huyu muumini akafanya kwa lengo la kumwabudu Mungu, huyu muumini atabarikiwa. Lakini huyu mhubiri atawajibishwa na Mungu mwenyewe. Sasa acha hiyo kama ilivyo. Kuna wengine wamehubiriwa kwa usahihi kabisa, lakini bado hawazioni zile baraka. Makosa yako wapi? Leo ndio ambao tunakwenda kuyatazama haya yote tuweze kuyaelewa vizuri, makosa yako wapi hasa. Sasa sikia, unapotumia kamera, mimi hapa natumia kamera ina rekodi kipindi. Hii kamera ilikuwa katika mikono ya mtu ambaye ni mtaalamu wa kutumia kamera. Hii kamera ilikuwa katika mkono wa mtu ambaye sio mtaalamu wa kutumia kamera. Matokeo ya video yanakuwa tofauti kabisa. Lakini kuna vigezo vingi vinatazamwa hapa. Njoo angalia bunduki. Nimekuwa nikitoa mifano sana ya bunduki au bastola. Bunduki ikiwa katika mkono wa askari ambaye yeye kazi yake ni askari kabisa, aliyefundishwa mafunzo ya jeshi kwa kule Tanzania tunasema jeshi la wananchi wa Tanzania, kule Uganda wanaita UPDF. Amefundishwa vizuri. Bunduki hiyo hiyo iko kwenye mikono ya askari ambaye ana mafunzo machache, matumizi yake ni tofauti. Kwa kilichobadilika sio bunduki, kilichobadilika ni mtumiaji. Ndivyo hivyo hivyo katika masuala ya kiroho. Nimewambieni kila mmoja hapa ni mtoto wa Mungu. Mungu hana upendeleo. Lakini ni kwamba wewe una utambuzi gani juu ya uhusiano wako na Mungu? Hicho ndicho kinachoangaliwa sana. Sadaka inaweza kuwa ni moja katika watu tofauti tofauti. Mmoja akatoa akabarikiwa, mwingine akatoa na asibarikiwa. Na mifano iko mingi katika Biblia ambayo Yesu mwenyewe ameitaja, katika Agano la Kale imetajwa. Unaona yote ili. Na hiki ndicho ambacho nataka leo ukione ili usije ukarudia haya makosa tena. Mwanamke mjane ambaye alikuja kutoa sadaka senti 2, Yesu akasema ndiye ametoa kuliko wote. Lakini Biblia inasema kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wanakuja wanatoa mafedha mengi sana ya kutosha, wakaleta pesa nyingi sana. Lakini Yesu yeye mwenyewe ambaye ndiye anayeangalia, ni Mungu katika mwili, yuko pale anaona kila kitu, akamsifia mtu aliyetoa senti 2, anasema ndiye ametoa kuliko wote. Lakini katika mahesabu ya kanisa siku ile, aliyekuwa ametoa ndogo kuliko wote alikuwa ni yule mwanamke. Lakini kwa mahesabu ya mbinguni yeye alitoa kubwa kuliko wote. Kwa nini inakuwa hivi? Anasema kwa kuwa hakubakisha chochote nyumbani kwake katika fedha, kila alichotoa ndio ilikuwa senti zake za mwisho zote. Kwa hiyo alimpa Mungu yote. Kwa nini hawa wanaambia kwamba hawakutoa chochote mbele za Mungu? Ni kwa kuwa walibakisha vingi wakatoa kidogo. Njoo angalia mwanamke Mshunemu. Mwanamke Mshunemu alikuwa anatembelewa na Elisha mara kwa mara akiwa na Gehazi. Yule mama akaamua kumjengea Elisha nyumba. Hasa mtu wa Mungu anapokuja akitembea mji wetu, hakuna haja ya kulala kwa shida. Akamjengea nyumba, akamwekea na taa, akaweka na kila kitu. Mtu wa Mungu kila anapokuja akakaa pale. Siku ambapo Elisha amefika pale kwa mwanamke Mshunemu, akagundua amejengewa nyumba, amewekewa kitanda, amewekewa na taa, moyo wa Elisha ukamgusa. Kwa kuwa Elisha ni mtumishi wa Mungu, akamwambia Gehazi, kamwite huyu mama tuweze kumbariki. Siku zote alikuwa hawambariki, lakini siku ile kuna kitu ambacho Mungu yani kimetokea mpaka Elisha anatumia karama ambazo Mungu amempa kubariki wengine. Yani umepewa, lakini unaweza ukatumia au usitumie. Mwenye jicho la kiroho na sikio la kiroho anaweza kaelewa ninachomaanisha. Ndipo akaitwa yule mwanamke. Mwanamke alipoitwa, yeye akamwambia mimi nakaa kwa watu wangu wenyewe, nina cheo. Na nacheo yule mama alikuwa ni mwenye cheo. Kwa lugha nyingine nataka kumwambia Elisha, mimi wakati nakujengea hii nyumba sikutaka upendeleo wote, ila nilifanya hivi kwa kumwabudu Mungu wangu mimi kupitia wewe. Siwezi kumuona Mungu hapa, ila mimi nakuona wewe. Najua wewe ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana yake hiyo hasa. Kwa hata wewe unapotoa sadaka kanisani, sijui mmeweza kuchangia fedha kwa ajili ya kwaya, sijui mnajenga kanisa, wengine kule mna michango kwa ajili ya kusaidia wachungaji wenu usafiri, magari na nini, kinachokusukuma kufanya hivyo ni nini? Kama ni ili watu wakuone ya kwamba umetoa, umechemka. Lakini kama ni kumwabudu Mungu, kwa vile huwezi kumuona Mungu ila unaiona kwaya. Huwezi kumuona Mungu lakini unaona watoto wa Pathfinder. Naongelea kwa Sabato, wanajua Pathfinder ni nini. Wale wengine wa madhehebu mengine mnaonisikiliza, mnajua kwa makanisa yenu hivyo vikundi vya watoto vya watu wazima jinsi vile kanisa. Ndio unaviona vile. Kwa hiyo unatenda vile ukimtendea Mungu.
hapo umefanya ibada. Kama pale umeona mwinjilisti wenu anaenda kuhubiri kwa shida, ana baskeli imechoka, mkaamua kwamba Singwa tutanunulia mwinjilisti pikipiki au tanunulia mchungaji wetu gari au nini, kimekusukuma kuchangia ile? Kama lengo lako ni ili mchungaji akuone wewe ni mtu mzuri, hutapata thawabu. Lakini kama lengo lako ni kumwabudu Mungu, huyu ni mtumishi wa Mungu, ndicho kitakacho kupata, utalipwa. Biblia inasema yeye ampokea nabii kwa vile ni nabii atapata thawabu. Biblia usitafsiri kama kitabu cha mashairi. Biblia itafsiri kama kitabu cha kiroho, kwa sababu kuna lugha za kiroho, kuna misamiati ya kiroho, kuna hizo tunaita ni ishara, lugha za ishara za mafumbo ziko hapo. Usipozielewa utaanza kuwa kichaa kwa kumlaumu Mungu, kumbe tatizo ni wewe hukuelewa. Mungu anabariki wakili wa uaminifu. Hata hivyo, utoaji ni kanuni yenye taratibu zake. Kukosa matokeo ni ishara ya kukosea taratibu. Utoaji haukukusudiwa kumshawishi Mungu kwa lazima, manipulation. Baraka si mara zote za kifedha au tangible, za kushikika. Utoaji ni ibada, imani, kujisalimisha na ushirika na Mungu. Hicho ndicho ambacho kinaitwa utoaji hasa. Unapoelewa utoaji katika muktadha na hii dhana, ndipo utakapoingia kwenye utoaji utaanza kuona matokeo. Elewa vizuri. Na nitakuwa nikigusa huko alafu na kuonyesha mifano kwenye Biblia. Twende kwa upande wa Elia. Unamkumbuka mwanamke wa Sarepta ambaye historia yake tumeisema sana. Yule mwanamke alimpokea Elia. Elia akamwambia nipe chakula nile mimi kwanza, maana Bwana asema hakitakauka. Yule mama hakugeuza kauli. Kilichomfanya aamini ni kwa sababu alijua anaongea na nani. Huyu anayemwambia ni nani? Ndicho kilichofanya aamini. Na akaona matokeo yake. Njoni mkaangalie kwenye Agano Jipya. Kuna mwanamke mmoja anaitwa Dorcas. Dorcas kazi yake kubwa ilikuwa ni kushona nguo. Lakini katika hicho alicho nacho hakuangalia watajiri wengine waliokuwepo na nini. Yeye alifanya kile alicho nacho. Na wewe nitazama, fanya kwa mujibu wa kile ulicho nacho. Usitafute na kujipa stresi kutenda mambo makubwa ambao huna. Dorcas akawa anachukua nguo zake anashona kwa mkono wake, anawapatia yatima ambao hawana wazazi. Na alikuwa hana lengo kwamba ngoja nitoe ili baadaye nikifa nifufuliwe. Haikuwa lengo lake. Lengo la Dorcas ilikuwa ni kuwasaidia yatima na wajane. Full stop. Hana nia nyingine moyoni. Ameamua kuwa mkono wa kuume wa Mungu. Ameamua kutumiwa na Mungu. Tunaposema sisi ni mwili wa Kristo, ina maana ya kwamba kila mmoja ni kiungo katika mwili wa Kristo. Unaweza kuwa mdomo, usilazimishe mtu ambaye yeye ni mkono awe mdomo. Ndio sababu hata kuna vingine vina mitandaoni saa nyingine sema hivi watu wale. Anakuambia mbona hamsemi hiki? Mbona kile kimetokea hamsemi? Usimlazimishe mtu ambaye ni mkono ukamfanya kuwa mdomo. Kuna wengine ni midomo, ngoja waseme. Leo ninaongelea kitu ambacho ni halisi, ni cha kimungu. Na halisi cha kimungu ni hivi. Mungu ameahidi baraka kwa mtoaji. Full stop. Huwezi kupindisha hilo. Kitabu cha Mithali sura ya 3 fungu la 9 na la 10 anasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Biblia inaposema kitu ni ukweli. Kwa hiyo hatuwezi kupingana na hili. Ukweli ni kwamba unapomheshimu Mungu kwa mali zako na kwa mazao yako ya awali, malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitajazwa kwa wingi. Kwa hiyo kuna baraka katika utoaji. Lakini watu wanakimbilia tu kwenye utoaji bila kuangalia taratibu za utoaji. Amesema mheshimu Bwana. Kwa hiyo kumbe utoaji wako sio transaction. Ufanyi biashara na Mungu, ila unamheshimu Mungu. Mtu yeyote mwenye heshima darasani, mwanafunzi mwenye heshima darasani, mtu mwenye heshima kazini, kuna vitu automatic yule bosi wake anatamani kumfanyia kwa sababu ya ile heshima. Na Mungu yuko hivyo hivyo. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, usije ukasahau hilo. Kwa hiyo tuna divinity ndani yetu, tuna uungu ndani yetu. Ule uungu ndani yetu unatufanya tuwe na tabia za kimungu pia. Na hiyo ndivyo Mungu alivyo. Angalia kitabu cha Ibrania sura ya 6 fungu la 10. Anasema maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia.
Unaona jinsi maandiko yako wazi kabisa. Hakuna mtu yeyote ambaye ametenda kazi ya utoaji, ukarimu, akawasaidia watu wa Mungu ambaye atabaki kama alivyo. Baraka za Mungu zipo. Mungu ni mwaminifu, hakosei. Paulo anasema maana Mungu si dhalimu. Anasema kama Mungu ataacha kukubariki wewe ambao umefanya matendo mema, umepanda mbegu nzuri, huyo Mungu bado ni dhalimu. Lakini Mungu ninayemtumikia mimi, ninajua katika tendo lolote jema ulilolifanya kuna baraka yake ipo. Lakini swali, kwa nini wengine hawazioni? Tutaangalia huko mbele. Kwa hiyo kwanza tukubaliane, kuna kubarikiwa katika kutii kile ambacho Mungu amesema. Kuna baraka katika utoaji, kuna baraka katika ukarimu, kuna baraka katika kila kitu ambacho Mungu amesema ukifanya iko hivyo. Lakini usiingize wazo la kibiashara. Tuendelee vizuri. Luka sura 6 fungu la 38. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Unaona maandiko jinsi yote yanavyounga mkono hoja. Hapa anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kwa hiyo andiko liko pale pale, usije ukasahau. Wale ambao wamekuwa mkifuatilia vipindi hivi mara kwa mara kwa njia ya television, nimekuwa nikisema hili na kulirudia mpaka kuna siku nikaongea kwa uchungu, nikasema ninaposema haya ukienda kuyafanyia kazi, wewe ukipata zile baraka, sio kwamba mimi nitafaidika kitu. Anayefaidika ni wewe na watoto wako. Zaburi 112 fungu la 5 mpaka la 6 anasema, heri atendaye fadhili na kukopesha, atengenezaye mambo yake kwa haki, kwa maana hataondoshwa kamwe. Mwenye haki atakumbukwa milele, hataogopa habari mbaya. Moyo wake uimara ukimtumaini Bwana, moyo wake umethibitika, hataogopa. Hata awaone watesi wake wameshindwa. Amekirimu na kuwapa maskini, haki yake yakaa milele, pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. Hili andiko halijakosewa. Mungu ni mwaminifu. Sikia sasa, nikwambie andiko litazame vizuri. Ukisikia neno heri, maana yake amebarikiwa. Sasa sikia, heri atendaye fadhili na kukopesha. Mtu yeyote ambaye anatenda ufadhili, anayewafadhili watu wasiostahili, ndio maana ya fadhili hiyo. Alafu mtu yeyote ambaye anakopesha, ukiona mtu ambaye anakudhulumu, mtu ambaye ulimkopesha pesa zako na anakudhulumu na hakurudishi, ukijua hili andiko jinsi lilivyo, hutapambana. Maana unajua anakubariki yeye bila kujua. Kinachokufanya usifikie pazuri, umekuwa mlalamishi. Fulani ana pesa zangu hata kunirudishia, fulani amenifanyia hivi, Mungu amfanyie. Kazi yako ni kulaani. Sisi tumeumbwa kubariki. Lakini kingine cha msingi anasema atengenezaye mambo yake kwa haki. Wewe umepewa uongozi kwenye kampuni, kwenye serikali, wewe ni waziri, wewe ni katibu mkuu, wewe ni CEO kwenye kampuni, wewe ni manager. Tenda haki, usiumize watu. Kwa sababu katika nafasi uliopewa, katika madaraka yako uliopewa kama kiongozi, kama kuna watu unawadhulumu, kama kuna watu unawaumiza, vile vilio vyao vitakurudia. Hii ni kanuni ya kibiblia, huwezi kuikwepa. Alafu anasema hata ogopa habari mbaya. Mtu anayetenda mema yote ambayo tumeyasema, anafadhili watu, anakuwa mkarimu, anatenda haki, ukisikia kufadhili, niongea na nyamba mmepewa vyeo katika makampuni na mashirika mbalimbali, ina maana kuna wakati mwingine anaweza kukujia mtendakazi na ametenda kosa, unajua kabisa hili ni kosa. Usije ukiambia tu atengenezea mambo yake kwa haki. Haki lazima isimame. Ni kweli haki lazima isimame, lakini Biblia hiyo inasema heri mwenye rehema, maana atarehemiwa. Kwa hiyo wakati mwingine msaidie mtu badala ya kumwangamiza na watoto wake. Hicho kitu kitakurudia. Sasa twende tuone kanuni ilivyo sasa. Kwenye Zaburi la 112 fungu la 5 mpaka la 6. Anasema hataogopa habari mbaya. Biblia haisemi hatapata habari mbaya. Zitakuja lakini hataogopa. Biblia haisemi kwamba hatapata majungu. Watakutengenezea majungu, watayapika, lakini kila ukijaribu kuyatengeneza, kuna sadaka zako ulitoa kwa yatima, kuna sadaka zako ulitoa kwa maskini, kuna sadaka ulitoa kwa kanisani, kuna makanisa ulijenga kwa lengo la kumwabudu Mungu, sio kwa lengo la faida. Zile zitakutetea. Moyo wake umethibitika, hataogopa. Hata awaone watesi wake wameshindwa. Kwa nini? Ametaja kule chini mwisho. Nimekuambia zile sadaka zinakutetea, zilizotolewa kwa nia ya haki. Anasema amekirimu na kuwapa maskini, haki yake yakaa milele,
pembe yake itatukuzwa kwa utukufu. Hey! Hivi hujaona hiyo picha tu mpaka hapo ulipo? Mungu akusaidie uweze kuelewa. Anasema asiye haki ataona na kusikitika, atasaga meno yake na kuyeyuka, tamaa ya wasio haki itapotea. Kwa mpaka wale wasio haki, watesi wako wote, wataona jinsi Mungu anavyokutetea, mpaka wengine watakuita mchawi. Wapo watu wameshaitwa hivyo wengi tu, lakini ukianza kwambia mimi sijui uchawi ni nini. Lakini ni kwa sababu kuna vitu watu wanashaka, bwana tunamfanyia hivi, haiwezekani. Tumetega hivi na imeshindikana. Wewe unapomfanyia huyu mtu, kuna bibi kizee yupo kijijini anamshukuru, maana huyu mtu alimpelekea mabati na yule bibi sio mtoto wake wa kuzaa. Ila huyu bwana alipopita tu moyo wake ukamgusa, akaumia moyoni, akasema haiwezekani bibi akakaa hapa, mimi nitamsaidia. Kuna mtu unajaribu kupambana naye, lakini kile kibweta ambacho kanisani kinatumika kuhubiria Injili, yeye ndiye alidonate na hakutaka watu wajue. Alifanya kwa siri. Kwa wewe unaoendelea kupambana naye huku, kule watu wanahubiri kwenye kile kibweta, kuna cheche zinatoka zinapambana. Sasa huu kweli, kumbuka pale mwanzo nimesema, huu kweli jinsi uliwafanya watu wengine walivyoujua wakaanza kutoa sadaka kama transactional, kama biashara. Hilo ni kosa tena.